Adidas ni moja ya brandi kubwa sana duniani inayojihusisha na utengenezaji wa viatu, nguo na vifaa vingine vya fashion, lakini hasa imekuwa maarufu kupitia viatu ambavyo yamkini hata wewe unayenisikiliza sasa umewahi vaa viatu vya brandi au kampuni hiyo. Hii ni Global Makala na mimi naitwa Daniel Nangonga. Tafadhali usiache kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Ili kuelewa namna Adidas ilivyopatikana, basi turudi hadi tarehe 3 Novemba mwaka 1900 huko Bavaria iliyokuwa chini ya Empire ya Ujerumani, ambapo alizaliwa kijana aliyeitwa Adolf Dassler ama kwa kifupi Adi Dassler. Akiwa mtoto wa mwisho katika familia yao yenye watoto wanne, baba yake alikuwa mzee Christopher Dassler aliyekuwa akifanya kazi katika kiwanda cha kuzalisha viatu, na mama yake Bi Pauline Dassler alikuwa akifanya biashara ya kufua nguo, yani dobi. Adolf alianza kufanya biashara ya kushona viatu baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia, ambapo ulikuwa ni wakati mgumu kwake ukizingatia kulikuwa na uhaba wa supply za kutosha na vitendea kazi kutokana na vita. Lakini wakati wote huo Adi alikuwa na mapenzi sana katika michezo. Anasema alipokuwa mdogo, akiwaangalia wanamichezo namna wanavyokuwa wakicheza mpira na namna miguu inavyogusa kwenye ardhi, alikuwa akifurahi sana. Wakati huo kaka zake wawili, yani Fritz na Rudolf, walikuwa wakifanya kazi katika kiwanda cha kutengeneza viatu ambavyo baadaye vikaanza kupendwa na kuvaliwa katika michezo, hasa na wanamichezo mashuhuri wa wakati huo. Kwa mfano, mapema mwaka 1928 katika michezo huko Amsterdam, viatu vya Dassler Footwear vilitumika katika michezo hiyo. Lakini pia Lionel Radke, mwanamichezo wa Ujerumani aliyeshinda dhahabu mwaka 1928, alivaa viatu vya brandi ya Dassler Footwear. Baadaye Rudolf na kaka yake wakaungana kufungua kazi ambayo ni biashara hiyo hiyo ya viatu, kampuni yao ambayo iliitwa The Dassler Brothers Shoe Factory. Adolf anasimulia ya kwamba mwaka 1936 katika michezo ya Olimpiki, mwanamichezo Jesse Owens alivaa viatu vya Adidas na kushinda medali 4 za dhahabu. Kipindi hicho ilikuwa ni Ujerumani ya Kinazi. Adolf anasema ya kwamba dunia ikaona uwezo wa kile alichokijenga. Adolf na kaka yake Rudolf waliendelea kufanya kazi katika factory yao moja hadi pale ulipotokea ugomvi miongoni mwao na kupelekea mwaka 1949 Adi akajitenga na kaka yake na kuanzisha kampuni yake. Anasema alianza sifuri akiwa hana chochote, hivyo Adolf Dassler akaanzisha kampuni ambayo aliisajili kwa jina la Adolf Dassler Adidas Sports Shoe Fabric, na akajikita zaidi kutengeneza na kuzalisha viatu vya wanariadha. Kufuatia kutengana kwao baina yake yeye na ndugu yake, Rudolf akaanzisha kampuni ama brandi ya Puma ambayo pia na yenyewe imekuwa maarufu ulimwenguni. Hadi sasa kampuni ya Adidas ni moja kati ya kampuni kubwa zaidi duniani za kutengeneza viatu, ambayo uanzilishi wake ulitokana na shauku ya mgunduzi bwana Adolf Dassler. Kwa maana anasema alipokuwa mdogo alipenda sana michezo, hivyo ndoto yake kubwa ilikuwa zaidi ni kutengeneza viatu ambavyo vitawasaidia wanamichezo kufikia ndoto zao. Anasema ukifanya kwa shauku, hata matope yanaweza kugeuka barabara ya mbio. Mimi naitwa Daniel Nangonga. Usiache kulike, kushare na kusubscribe, na tukutane tena kwenye video inayofuata. Asante.